Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado kuna mengi ambayo tunayaangazia katika vita huko katika Mashariki ya Kati. Lakini nini ambacho tunacho kwa sasa? Wa Iran wanasema Marekani inaendelea na hujuma zake za juhudi za amani licha ya kwamba inataka makubaliano ya kusitisha vita. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameshutumu kwa kuhujumu juhudi za kufikia suluhu kufuatia mashambulizi ya kati ya Marekani na Iran. Matamshi hayo ya Araghchi yanakuja wakati ambapo Iran imeanzisha mamlaka ya kudhibiti kupita kwa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wake wa X, Araghchi amesema kila mara suluhisho la diplomasia limekuwa linajadiliwa, Marekani inafanya mashambulizi ya kijeshi akidai huenda ikawa ni mbinu ya kuishinikiza Iran. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema hawawezi kukubali shinikizo la aina yoyote. Kauli yake imekuja baada ya mashambulizi ya kijeshi kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili zinazozozana kila kukicha, ambapo Marekani ilishambulia Iran na Iran nayo ikalipiza kisasi kwa kushambulia meli za kijeshi za Marekani kwa makombora mnamo Ijumaa. Mamlaka ya kuidhinisha usafiri wa meli mlango wa bahari Hormuz imeanzishwa. Licha ya hayo yote, lakini rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano haujakiukwa. Ndiyo, mapigano yamesitishwa. Wametujaribu leo ila tukawashambulia. Nitawafahamisha iwapo usitishwaji mapigano utavunjika. Hautohitaji kujua kama mkataba kusitisha mapigano umevunjwa. Hautohitaji kuambiwa, utaona tu mwanga mkubwa kunatokea nchini Iran na bora wasaini makubaliano tuliyowasilisha kwa haraka, alisema rais huyo wa Marekani, Rais Donald Trump mnamo siku ya Ijumaa. Wakati huo huo, jarida moja linalotoa habari na taarifa za kiintelijensia kuhusu meli na biashara za baharini limeripoti mnamo Ijumaa kuwa Iran imeanzisha mamlaka ya kuchukua ada kutoka kwa meli zilizopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jarida hilo linaripoti kuwa meli zinazohitaji kutoa rekodi za kina za umiliki, bima, wafanyakazi wake na njia inayonuia kusafiri. Haya yanafanyika wakati rais wa Marekani Donald Trump amesitisha operesheni ya muda mfupi inayoitwa Project Freedom iliyolenga kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, akisema Marekani inakaribia kufikia makubaliano na Iran. Kwingineko, jeshi la Marekani linaweza kuingia katika anga na kambi za kijeshi za Saudi Arabia licha kuambiwa wasitumie katika operesheni hiyo iliyosimamishwa ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amezungumza moja kwa moja kwa njia ya simu na Rais Donald Trump kukataa kutoa idhini ya jeshi la Marekani kutumia anga na kambi zake kwa operesheni hiyo. Hata hivyo, Ulaya nako, kutokana na mashinikizo ya rais wa Marekani Donald Trump, Uingereza sasa imeweka wazi kwamba inatuma meli ya kijeshi ili kwenda kufungua mlango wa bahari wa Hormuz endapo Iran haitaufungua. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango huu utasababisha hali ya kivita kuongezeka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini pia itasababisha hali ya uchumi kuendelea kuyumba kwa sababu wa Iran hawatakubali hali inayoendelea ambayo Uingereza inaenda kuifanya. Mpaka sasa bado Iran haijatoa jibu juu ya kile ambacho Uingereza inaenda kufanya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini bado wachambuzi wa mambo wanasema hali itakuwa mbaya zaidi katika siku zijazo endapo meli hiyo ya Uingereza itafika katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri.